Leo nitakwenda kukuonyesha kifaa muhimu sana ambacho kinatumika kwenye mashine nyingi za viwandani. Kifaa hicho ni cha mfumo wa hewa ambacho kinaitwa pneumatic system au unaweza kukiita kama FRL unit kama jinsi kinavyoonekana hapo kwenye video yetu. Kwa hiyo kama ulishawahi kuona kifaa kama hicho lakini hukuweza kujua kinafanya kazi gani, basi hii ni video muhimu sana ambayo itakaweza kwenda kukusaidia. Twende tukaangalia hapo kama jinsi kinavyoonekana. Hiyo ndio pneumatic system ama FRL unit. Hicho kifaa kina sehemu kuu tatu kama jinsi kinavyoonekana. Sehemu ya kwanza ni ya filter, sehemu ya pili ni ya regulator, lakini sehemu ya tatu ni ya lubricator. Umeona? Ukiangalia hapo kama jinsi inavyoonekana, kuna hiyo nobu ya juu ambayo ina alama nyekundu. Hiyo hapo ni valve ya usalama. Hiyo ukiibonyeza au ukaizungusha inafanya kazi ya kuzuia au kuruhusu hewa, umeona, kwa haraka. Kwa hiyo hiyo ni sehemu muhimu sana ya usalama. Kwa hiyo kazi yake ni kuruhusu au kutokuruhusu pressure, umeona. Lakini sehemu ya pili, hiyo ni sehemu ya unaweza kuita kama filter and regulator, umeona. Baada ya hiyo nobu nyekundu, hiyo inayofuatia hiyo ambayo na hiyo pressure gauge, lakini pia ina nobu nyeusi kwa juu, umeona. Lakini kwa chini hiyo ni baada ya kutoka pressure gauge, hiyo ya chini hiyo ni filter, umeona. Hiyo ni filter. Sasa hiyo hapo kazi yake kubwa, hiyo ni filter. Hiyo filter kazi yake kubwa ni kuchuja hewa ili kuweza kuondoa vumbi, kuondoa uchafu, lakini pia kuondoa maji. Umeona, yale maji yote yale huwa yanakuwa drained kwenye chini ya hiyo filter. Umeona? Yanakuwa yale maji yote yanakusanywa kwenye hiyo filter. Kwa hiyo unatakiwa kuwa unayadrain mara kwa mara maji hayo. Lakini hiyo nobu nyeusi kazi yake ni ukizungusha kutoka kwenda kulia unaruhusu hewa kuongezeka, lakini ukizungusha kwenda kushoto unakuwa unapunguza kiwango cha pressure. Lakini hiyo pressure gauge kazi yake ni kusoma kiwango cha hewa kinachopita. Ile ya mwisho ambayo inataka kufanana kama hiyo filter, ile ya mwisho inaita kama lubricator, ambayo kazi yake kubwa ni kuruhusu kiwango kidogo cha mafuta kuingia kwenye hewa baada ya kuwa filtered. Umeona? Kwa hiyo hewa ikishakuwa imechujwa, kuondoa vumbi, kuondoa uchafu na kuondoa maji, basi hiyo lubricator inaruhusu kiwango kidogo sana cha mafuta kwenda kwenye hewa. Kazi yake kubwa ni kuzuia msuguano, lakini pia inalinda valves na cylinder. Kumbuka kwamba hewa inapokuwa inapita kwenda kwenye mashine, inapita sehemu parts mbalimbali za mashine kama valve na cylinder. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kuzuia valve na hizo cylinder kuharibika. Lakini pia ukiangalia hapo kuna hiyo hapo nayo, hiyo ni sensor. Hiyo sensor kazi yake kubwa ni kazi yake kubwa ni kusoma pressure ama kiwango cha hewa kinachopita kwenda kwenye mashine na kutuma signal kwenye mashine. Kwa hiyo kama kiwango cha pressure kitakuwa kikubwa kuliko kiwango kilichopo kwenye hiyo sensor, basi hiyo sensor cut off. Umeona? Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana ambayo kazi yake kubwa ni kudhibiti kiwango cha hewa kinachoingia kwenye mashine. Kwa hiyo kama kiwango cha hewa kitakuwa ni kikubwa sana, umeona, au kidogo sana, basi itatuma signal kwenda kwenye mashine na mashine itazima. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia hapo kama jinsi inavyoonekana, kuna hiyo pressure gauge afu na kuna hiyo sensor, zote zinasoma. Ukiangalia hiyo sensor gauge yake hapo inasoma 0.2 psi au bar, lakini ukija kuangalia pia kwenye hiyo hapo pressure gauge inasoma 0.4 psi au bar. Umeona? Hapo unaweza kujiuliza inakuwaje. Hapo inaonyesha kwamba hiyo kwenye pressure gauge maana yake hewa ama pressure inayotoka ni 0.4,
lakini kwenye sensor pale ni 0.2 psi. Maana yake kiwango cha pressure kinachoruhusiwa kuingia kwenye mashine ni 0.2. Siku zote mashine inaamini sensor na sio pressure gauge. Ndio maana unaweza kaona utofauti wa readings hapo kwenye sensor na kwenye pressure gauge. Kwa hiyo sensor kazi yake kubwa ni kusoma kiwango cha pressure kinachoingia kwenye mashine na kutuma signal kwenda kwenye nini, kwenye mashine. Ndio kazi yake kubwa. Kwa hiyo kama pressure itakuwa tofauti na kiasi ama kiwango kilichoandikwa kwenye gauge, basi mashine itazima. Nadhani mpaka hapo nakuwa nimeeleweka, lakini kuna makosa madogo madogo ambayo unatakiwa kuyaepuka unapokuwa unatumia mfumo wa hewa ama hiyo pneumatic system. Makosa hayo ni kama kuruhusu kiwango kikubwa cha pressure kwenda kwenye mashine, lakini pia kutokudrain maji kwenye system ya mfumo wa hewa. Kumbuka kwamba hewa inapopita kwenye hiyo filter inachuja uchafu, vumbi, lakini pia kuna maji ambayo yanakusanya chini kwenye filter. Basi yale maji unatakiwa kuhakikisha kila wakati unaya drain. Lakini pia kosa lingine ambalo unatakiwa kufanya unapokuwa unafanya installation ama mfumo wa hewa, usiweke filter baada ya lubricator. Kumbuka kwamba hewa ikisha kuwa imechujwa ndio inatakiwa iende kwenye lubricator, ili lubricator iruhusu kiwango kidogo cha mafuta. Kisha ruhusu kiwango kidogo cha mafuta kwenda kwenye hewa, ndio hewa baadaye inaingia kwenye mfumo wa nini wa mashine. Umeona? Lakini ukachukua hiyo lubricator ukaiweka ukaichukua filter ukaenda kuiweka baada ya lubricator, kinachofanyika ni nini? Maana yake ni kwamba baada ya hewa kutoka kwenye lubricator, umeona, itaenda kwenye filter tena. Ikienda kwenye filter, ile filter itachuja hadi yale mafuta yaliyowekwa kwenye hewa kutoka kwenye lubricator. Kwa hiyo hilo ni kosa ambalo unatakiwa kufanya unapokuwa unafanya installation ama mfumo wa hewa, kwamba hutakiwi kuweka filter baada ya lubricator. Kwa hiyo hayo ni mambo muhimu sana ambayo unatakiwa uyazingatie, kwa sababu mambo yote hayo usipoyazingatia yanaweza kuharibu mfumo mzima wa nini, wa hewa. Umeona? Kwa hiyo kutokuweka kiwango kikubwa cha pressure, kutokudrain maji mara kwa mara, lakini pia kuweka filter baada ya lubricator. Kwa hiyo hayo ni makosa madogo madogo ambayo unatakiwa uyaepuke. Hiyo ndio lubricator. Kwa hiyo mfumo wa hewa una sehemu kuu tatu kama jinsi ambavyo nilivyokueleza. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya filter and regulator kama jinsi inavyoonekana hapo. Hiyo hapo ndio regulator yako, kazi yako ni kuregulate kiwango cha hewa kuingia kwenye mashine. Umeona? Kwa hiyo lakini pia ina filter ambayo ndio hiyo hapo, kazi yake ni kuchuja vumbi, uchafu pamoja na maji. Na maji yote yatakusanywa chini ya hiyo filter. Lakini kuna sehemu ya pili ambayo ni lubricator, ambayo ndio hapo. Lubricator kazi yake ni kuweka kiwango kidogo cha mafuta kwenda kwenye hewa. Baada ya hapo hiyo hewa ndio inaingia kwenye mashine ambayo inakuwa ipo tayari kwa ajili ya matumizi. Lakini pia hapo kuna hiyo sensor, kazi yake ni kudetect, umeona, kama kutakuwa na kiwango kidogo ama kikubwa kinachopita kwenda kwenye mashine. Umeona? Baada ya kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi, niseme asante sana. Kitu cha msingi usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification zetu kila tunapokuwa tuna upload video mpya. Niseme asante sana.